Kama unavyotazama moja kwa moja, ninaye mkulima, unaona anavyopumua kidogo kama amechoka. Habari za kazi? Za kazi ni nzuri. Yes, kwa mtazamaji labda anatamani kufahamu kwa manufaa yake, lakini anatamani kujua kwanza majina yako, unaitwa nani, unatoka wapi? Mimi ni Christopher Martin Muleju, mkazi wa wilaya Misenyi, kata Kiaka. Naam. Kitongoji Buoga. Safi kabisa. Maana tupo shambani tunavyoongea kwa sasa hivi. Mimi baada ya kustaafu kazi za kuajiriwa, niliamua muda wangu mchache wa mapumziko niutumie kwa shughuli za kilimo na ufugaji. Ndio. Yeah. Kwa hiyo kwenye masuala ya kufuga na kulima baada ya kustaafu kazi. Kwa hiyo naifanya kama kazi yangu ya pembeni ya kunifanya kidogo mwili wangu uweze kuwa na mazoezi na niweze kujikimu kwa kuongezea kipato changu. Ndio. Una muda gani umestaafu labda? Kustaafu nina takriban miaka 9. Umestaafu. Tangu nimestaafu. Okay. Baada ya kustaafu ikabidi ujikite kwenye haya masuala ya kilimo. Yes. Sasa kilimo gani ambacho labda ulibezi nacho na ufugaji gani ambao kwa sasa hivi? Mimi kilimo ninachokifanya ni cha mazao ya nafaka, kwa ajili ya kujikimu. Na ziada kidogo kwa kuuza. Okay. Pia nafanya kilimo cha migomba. Migomba. Safi kabisa. Kuna faida mzee? Faida ipo. Tena faida ipo kubwa sana. Kwa sababu ukiwa unakusanya hela ndogo ndogo kutoka kila kona, ghafla unakuta hiyo hela imeisha kuwa ya kutosha kidogo na inakidhi mahitaji yako. Kuliko kukaa tu unasubiri pensheni ya serikali. Yeah. Au unasubiri mshahara. Au unasubiri mshahara. Lakini ukiwa unajishughulisha kidogo inalipa. Kama ulivyokuja hapa umekuta kuna wakina mama wakuja kununua ndizi hapa. Ndio. Nipata hela ya kutosha sana kidogo. Kama wamenunua kama ndizi 6-7. Kwa hiyo kidogo na mimi nikisema kwamba nipate 100-200 si haba. Kwa hiyo kilimo bado kina faida na kinakufanya mwili wako ukae vizuri. Kuliko kuamka asubuhi unalala unafanya nini? Na siku za ufugaji unakimbia huku na huku, unaangalia mbuzi, unaangalia ng'ombe. Kwa hiyo maisha yanakwenda vizuri. Kilimo kinacholipa ndani ya Misenyi, Kagera kwa ujumla ni kilimo gani labda? Kwa ujumla sisi Misenyi tumefanikiwa sana na tuna bahati kwa sababu tuna ardhi kubwa kwanza. Hiyo ndio mtaji namba 1. Kwa sababu wana uchumi wanakuambia katika zana kuu za maisha, yani factors of production, sio ni kiite. Ardhi ni namba 1. Kwa sababu kila kitu chochote utakachokifanya utakifanya juu ya ardhi. Kwa hiyo sisi Misenyi tuna ardhi ya kutosha sana tu. Kwa hiyo manafaka zinalipa sana. Kiingia kwenye kilimo cha maharage na watakaoweza kugoogle wataona kwamba katika Afrika Tanzania ni nchi inayoongoza kwa ukulima wa maharage. Na kwa Tanzania mkoa unaoongoza ulimaji wa maharage ni Kagera. Na kwa Kagera wilaya inayoongoza kwa ulimaji wa maharage ni Misenyi. Kwa hiyo kwa ufupi unaweza kusema Misenyi ndio wilaya inayolima maharage mengi Afrika. Sasa kwa nini kama fursa kama hiyo kwa nini situmie? Pia mahindi sasa hivi yana bei nzuri. Kuna wakati kilo inafika 900, 1000. Kwa hiyo ukiwa na eka zako 4-5 ukapata magunia yako 50-60, unapata pesa. Kwa hiyo kilimo sio cha kusema kwamba watu wafanye kilimo kwa sababu hawana kazi ya kufanya. Unajua zamani kulikuwepo na Waingereza wanaita misconception kwamba ukikosa cha kufanya nenda ukalime. Sasa hivi kulima sio kukosa cha kufanya. Uzamilie kulima na ulime kitaalamu, ushauriwe kitaalamu. Ndio. Ukilima kitaalamu, ukafuata ushauri wa kitaalamu, utanufaika. Utavuna kitaalamu. Na utavuna na utanufaika. Kitaalamu. Lakini kuna baadhi ya mazao huwa sehemu huwa yanakataa. Utasikia bwana katika maeneo haya bana mahindi hayaji. Hiyo vipi tunaiwekaje hiyo? Hakuna mazao yanayokataa. Kwa sababu sasa hivi tunashukuru serikali. Kila wilaya kuna maabara ya kupima afya ya udongo.
na hiyo huduma ni bure. Ndio. Wewe unachotakiwa kufanya ni kutoa taarifa kwa afisa kilimo, anakuletea mtaalamu, anakuuliza unataka kulima mazao gani hapa. Kwa mfano mimi niwahi kuwaleta wakaniuliza, nasema uchague mazao 4 kwenye yale tunayotaka kuipima. Nikachagua hayo mazao, wakaenda wakapima. Wakanieleza kweli haya mazao yanaweza kalima. Ila udongo wako unaongeza, labda unapaswa uongeze labda nitrojeni au uongeze nini, na ukitaka kutumia unatumia mbolea ya aina gani, na kwa mazao haya uliotuambia yatastawi. Kwa hiyo huwezi kulima tu kwa kubahatisha, ili mradi tu wapime afya ya udongo na wakushauri. Kwa hiyo kusema hapa hiki kitu hakiwezi kustawi mpaka uwe umeshauriwa na wataalamu kwamba hiki kitu hapa hakitastawi. Ukitaka kustawi utumia mbolea hii, tumia mbolea hii, na uitumie kwa wakati unaotakiwa. Kama ni ya kukuzia, iwe ya kukuzia. Kama ni ya kupandia, ya kupandia. Na kwa vipimo sahihi. Kumbe wengine unalima holela. Ukilima holela huwezi kupata chochote. Okay. Ndio maana sikia msimu huu sijatoa bana. Alafu vile vile ni vizuri kufuatilia watu hali ya hewa. Ujue msimu huu ni mrefu, mvua zitaendelea mpaka lini. Kwa mfano, mimi msimu uliopita walitueleza kwamba kuna mvua zitakuwa nje ya msimu mpaka mwezi wa 4. Ndio. Wakati huo ilikuwa kwenye utabiri wa vuli. Mimi nilipanda maharage tarehe 20 mwezi wa 11. Wow. Na nimevuna maharage mengi sana. Karibu tani moja. Safi kabisa. Wakati watu walifikiri niishachelewa, lakini nisikia ushauri wa wataalamu kwamba mvua za nje ya msimu zitaendelea. Na maharage yataji mvua nyingi. Kwa hiyo hizo mvua za nje ya msimu ziliyakuza na yakawa mazuri sana. Okay. Kwa hiyo hivi vyote vinakwenda pamoja. Usikie ushauri wa watu wa hali ya hewa, utumie wataalamu. Na wanachokushauri ukifanyie kazi, lazima utafanya. Ndio. Sasa unawaambiaje ambao ni wakataji wa tamaa? Yaani mwenyewe huyu ni kukata tamaa tu, akiona mambo hayaendi, chana kilimwekea. Yaani haeleweki. Ushauri gani unawapatia watu kama hao? Kukata tamaa ni dhambi kubwa. Kwa sababu wewe hujui maisha yako yataendelea mpaka lini. Sasa ukisha ukata tamaa ina maana uwe na maisha mabovu. Kwa hiyo wewe ukijaribisha kitu hiki kikataa, ujiulize kwa nini kimekataa? Ni kwa sababu gani? Zikiwa ni sababu za kitaalamu wakikushauri, fuata utaalamu. Lazima utafanikiwa. Ndio. Kuna wengine ambao uliwakuta wewe ni mstaafu kama ulivyosema, lakini uliwakuta maendeleo yao ni hafifu, ila wewe ukaja na ukawazidi mpaka sasa tunavyoongea wengine wanakufanyia kazi. Unawaambia nini watu kama hao? Mimi ninachotaka kusema ni kwamba watu wajifunze kuangalia fursa. Kwa mfano, sasa hivi wilaya yetu ya Misenyi ina muongezeko wa watu kutokana na miradi mbalimbali ambayo ipo. Ndio. Sasa hivi tuna mradi wa bomba la mafuta unaajiri watu wengi. Naam. Kuna watu wengi wana mahitaji. Naam. Watu wengi wanataka baada ya kazi waburudike. Wanataka nyama ya nguruwe. Wanataka wapate rubisi. Ndiyo. Sisi ni watengenezaji wa rubisi, kinywaji kizuri sana. Kwa hiyo vitu kama hivyo ukiona kwamba vinahitajika. Sasa kwa nini usilime ndizi kama hizi? Hapo sasa. Ambazo zitakupatia ndizi za kutosha, ukatengeneza rubisi, watu wakanywa, wakajipatia kipato, watu wakaburudika. Pia watu wakiwa wanaongezeka watahitaji kula. Na maana nafaka zako kilima lazima zina soko. Na watu tubadilike. Mimi nimekuja hapa, kuna watu walikuwa wanashangaa, nimepanda serena. Sasa watu wasema mtu anaweza ukala mtamu. Nimevuna serena. Nikaitengeneza vizuri, nikaichanganya na muhogo wangu. Watu wamekula huo unga, wameupenda sana na wameutamani sana. Kwa hiyo kitu cha msingi tuwe tunapenda kujifunza. Tujifunze kwa wenzetu na sisi tuliosafiri tujifunze. Mimi nimekaa Tarime, chakula changu kizuri sana ninachokipenda mpaka leo ilikuwa ni ugali mwekundu ambao ni serena ambayo imechanganywa na mihogo. Na nilipokuja nikaintroduce kilimo huku watu wakawa wananishangaa. Lakini walioonja wamefaidika. Kwa hiyo tupende kujifunza mambo mapya na tujifunze kwa wenzetu na mambo yenye manufaa tuyaige na tuyaweke kwenye vitendo. Na ukiwa na wazo usisubiri, lifanyie kazi. Kwa kumalizia, vijana unawashauri nini labda? Kuna baadhi ya vijana ambao wanatutazama sasa hivi, fursa kama hizo wanasichezea. Labda neno la mwisho labda kama unataka kuambia? Mimi ninachowaambia vijana, hizi fursa zipo.
na zitaendelea kuwepo. Kitu cha msingi, ujitahidi sana kwenye maisha yako kukimbizana na fursa. Sasa hivi kilimo kimekuwa na fursa kubwa sana kwa sababu ndio mwajiri mkuu sasa. Ndio. Na ushauri wangu mkubwa ni kwamba kuna usemi wataalamu wanakwambia usisubiri kununua ardhi. Nunua ardhi usubiri. Waingereza wanasema don't wait to buy land. Buy land and wait. Kwa sababu hivyo vitu vyote, ndoto zako zote utazifanyia kwenye ardhi. Kama huna ardhi huwezi kulima, ndio, huwezi kufuga, huwezi kujenga shule, huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo watu wasifanye mchezo na ardhi. Kuna wimbi la watu kuuza ardhi ovyo ovyo, watakuja kujuta mbele ya safari. Yes. Kitu gani ambacho unakikumbuka kwenye kazi zako? Maana wewe ni mzee mstaafu, labda kitu ambacho unaweza ukakisahau kwenye kazi zako labda ambazo ulikuwa unafanya kipindi cha nyuma kabla hujastaafu? Kukumbuka nini? Yaani labda kipindi unafanya kazi labda yaani kwamba nasema mimi wenzangu pia napiga kazi bwana. Katika ujana wangu bwana nilifanya hiki na hiki na hiki. Kitu gani labda ambacho unaweza ukasahau? Mimi kwa mfano kwenye kufanya kazi zangu. Yes. Mwajiri wangu alikuwa anawawezesha sana wafanya kazi. Mtu ambaye hakuwa mzembe kwenye maisha ameweza kufaidika. Mimi mpaka sasa hivi mwajiri wangu na muenzi sana. Kwa sababu mimi ningetaka labda mkopo wa milioni 10 asubuhi. Nikaandika email nikaipeleka kwa wakubwa zangu. Jioni nakuta hela hizo kwenye account. Sasa kwa nini ukiwa na mwajiri wa namna hii hizo pesa anazokupa usizifanyie kazi? Na pengine atakukata labda kwa miezi 6, 7 au mwaka mmoja na umeshamaliza mkopo na unaomba mwingine na unapewa. Lazima hiyo hela uitumie kwa busara. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, kitu ninachokumbuka kikubwa nilipokuwa naomba mkopo wananipa na nafanyia kazi. Ndio. Mimi nimenufaika sana na maisha yangu ni mazuri. Ndio. Sasa hivi niko kijijini nimepumzika, lakini naendesha gari ya milioni 200. Acha wewe. Yes, na inapata mafuta na inapata service. Kwa hiyo na mke watoto, watoto wanasoma vizuri, ambao bado wanasoma, napumzika na furahi ya maisha. Safi kabisa. Kuna vijana wanateseka huko. Kwa hiyo kitu cha msingi, fursa inayopatikana. Mwajiri wangu alitupa fursa ya kuwa anatukopesha vizuri tu, tunakopa na hizo hela tukazifanyia kazi na tumestaafu, hatuna pressure. Safi kabisa. Ulikuwa unafanya kazi gani? Mimi nilikuwa mwajiriwa kwa CIR. Yes, safi kabisa. Safi kabisa. Sisi tunashukuru sana labda. Labda kwa manufaa mtazamaji tena tukumbushe majina. Tulikuwa na nani? Mimi naitwa Christopher Martin Mrejo. Okay. Kazi wa wilaya ya Missenyi. Tunashukuru sana, asante. Naam, mtazamaji, ndio hivyo tumeweza kumaliza mahojiano yetu ambayo tumekuwa naye Mr. Christopher Mrejo kama alivyojitambulisha kwa mara nyingine tena. Yawezekana kuna elimu ambayo umeitoa kijana, we mtu mzima, we baba, we babu. Na kama unavyoona mgeto wake ndio hapo. Mzuri. Nimeuzumu hapa ili kusudi uweze kuona kwa undani zaidi, na akisema kwamba anaishi maisha mazuri usije ukafikiria na hiyo gari hiyo ya milioni 200 ndio hiyo sasa unaiona kwa mbali. Vitu kama hizo msikilizaji na mtazamaji pia. Mara mimi naitwa Karoli, endelea kusubscribe, kushare, kulike na comment. Sisi na wewe tuko pamoja.